Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kama nilivyosema awali, tunafanya sherehe ya Bikira Maria mtakatifu, mama wa Mungu, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya mwaka mpya, na tunaalikwa na kanisa kuombea amani duniani. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria, mama wa Mungu, kama nilivyosema, tunasali kuomba baraka ya Mungu Mwenyezi kwa ajili ya ustawi wetu wa kiroho na mwili, lakini pia kwa ajili ya amani duniani. Somo la kwanza tumesoma kutoka kitabu cha Hesabu sura 6:22 mpaka 27. Nasikia habari ya baraka. Baraka haitoki kwa mtu anayeitangaza, bali inatoka kwa mamlaka ya Mungu mwenyewe. Ndio maana katika somo hili tunaona baraka inatolewa baada ya maombi ya aina tatu yanayoelekezwa kwa Yahwe, yaani Mungu. Makuhani waliwabariki watu wakisema hivi: Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake, na Bwana akufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Hata leo ndugu zangu, tunaona makuhani wakiwabariki watu, wakitanguliza maombi kwa maneno kama haya wakati watoapo hasa baraka kuu. Sisi wa Kristo tunapokea baraka hizo kwa imani. Pia tunayapokea yote kwa vile tunaamini yote hutoka katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Na mwaliko ni huu, sisi sote tuwe baraka kwa wengine. Na hivi ili tuweze kustawi ni lazima tuwe baraka. Somo la pili ni kutoka kwa Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 mpaka ya 7. Kama vile Mungu alimtuma mwanaye akazaliwa na mwanamke kama sisi, isipokuwa hakuwa na dhambi, tunayo haki sasa ya kumwita Mungu baba yetu. Wakristo tunamwita Mungu ni baba yetu kwa vile Mungu mwenyewe ametupatia zawadi ya kuchukua mwili wetu katika nafsi ya mama Bikira Maria. Maana yake ameuweka uhai wake katika miili yetu kwa kuzaliwa chini ya sheria kupitia mama Bikira Maria, ili kutufanya sisi sote kuwa wanawe. Ndiyo maana sala ya baba yetu ni sala ya wale tu waliokubali kumpokea Kristo na injili yake, na pia waliompokea Roho wake kwa njia ya ubatizo. Nafasi ya mama Bikira Maria katika mpango huo wa Mungu ni mkubwa, na ndivyo tunavyosherekea leo. Kama Bikira Maria ni mama wa Mungu kwa sababu Kristo alifika duniani na akachukua ubinadamu kutoka kwa mama Bikira Maria, kama anavyosema Mtakatifu Athanasius. Somo la Injili tumesoma kutoka Injili ya Luka sura ya 2 aya 16 hadi 21. Somo hili la Injili ni mwendelezo wa somo tulilosikia katika misa ya usiku wa Noeli. Wachungaji waliodhaniwa kuwa ni watu wa chini wanapokea habari njema ya kuzaliwa kwa Mwokozi toka kwa malaika, na wanakwenda Betlehemu, wanamkuta mtoto Yesu, wanamkuta Maria na Yosefu. Je, wachungaji walifanya nini walipofika mbele ya mtoto Yesu? Hawakupoteza muda labda pengine kufanya kama waliofanya mamajusi, bali walishikwa na mshangao juu ya matendo makuu ya Mungu aliyowatendea wanadamu. Ndio maana wakatoka kwa haraka, wakapeleka habari hii kwa furaha, na hata waliosikia walishikwa pia na mshangao mkubwa. Katika Injili ya Luka tunasikia tena na tena watu kadhaa wakishangaa baada ya kuona matendo makuu ya Mungu. Tunasikia habari ya Elisabeti akisema, hivyo ndivyo alivyonitendea Bwana alipopata mimba katika uzee wake. Wazee Simeoni na Ana wanamsifu Mungu kwa kuwezesha kuona ukombozi uliokuwa umeahidiwa kwa ajili ya mataifa yote, na hata walipomkuta mtoto Yesu hekaluni. Maria na Yosefu walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake, yani juu ya Yesu. Kwa hiyo kuna hali ya mshangao unaonesha watu wanashangaa matukio ambayo yanaendana na mpango wa Mwenyezi Mungu. Sisi tunaposikia Injili tunafanya nini? Je, tunajiuliza nifanye nini? Tunaalikwa kufuata mfano wa wachungaji. Kwanza, Injili ni Injili ya furaha kama alivyosema Papa Francesco. Kwanza tufurahi kupokea habari njema, kupokea Injili.
Nafikiri pia lazima tutafakari juu ya Injili, ujumbe ambao Mwenyezi Mungu anatuletea katika maisha yetu. Kwa njia hii tunaona ni rahisi hata kulipokea pendo la Mungu. Tunafurahi kwa sababu ya upendo wa Mungu. Hii ndiyo njia sahihi ya kumshukuru Mungu na pia kupewa zawadi toka kwake. Watu wengi walistaajabu hayo walioambiwa na wachungaji, lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Injili inatuambia kuwa Maria aliona mapenzi ya Mungu katika yote yaliyotukia juu yake. Hatendi kama sisi, kwani sisi tunahuzunishwa hata na mambo pengine madogo katika maisha yetu. Maria alijua barabara namna ya kuyaweka matendo hayo makuu na kuyafikiri moyoni mwake. Kwa njia hiyo ameweza kuona mpango mzima wa Mungu uliotekelezwa katika nafsi yake. Kwa heshima ya mama huyu, kanisa limeweka Januari mosi kuwa sherehe ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Yeye ni mfano madhubuti wa mwombezi wetu katika safari yetu nzima ya mwaka huu tunaoanza leo. Tunatambua kuwa jua linapochomoza, pilika za maisha zinaanza, na hatupo peke yetu. Kati yetu yuko pia mama yetu, mama wa mkombozi, mama Bikira Maria, ambaye anaambatana nasi kama alivyoambatana na mtoto Yesu katika maisha yake. Anaambatana nasi daima kwa mwaka mzima. Sisi sote wakati fulani tulijisikia salama zaidi tukiwa karibu na mama mzazi wetu, hata kama katika mazingira duni namna gani. Mfano mmoja, Mama Teresa wa Calcutta alisimulia tukio moja ambalo alimkuta mtoto mtaani peke yake na akampeleka utawani kwenye nyumba yao ya utawa. Mtoto akaandaliwa vizuri, kavalishwa nguo nzuri na kupewa chakula kizuri utawani. Lakini baada ya siku moja mtoto alitoroka. Mtu mmoja akamwona na kumrudisha utawani, lakini mtoto akatoroka tena. Mama Teresa kaagiza masista wafuatilie wajue mtoto huyu anatoroka na kwenda wapi. Masista walipofuatilia na baadaye wakamwona akiwa na mama yake chini ya mti, na mama yake alikuwa akipika kitu fulani alichokota huko ili kiwe chakula chao. Masista wakamuuliza yule mtoto, kwa nini ulitoroka kutoka nyumbani? Mtoto aliwajibu, sikutoroka, ila nimerudi nyumbani kwa mama. Nimerudi nyumbani kwa mama yangu. Pale alipo mama, hapo ndipo ilipo nyumba yetu, na hapo ndiyo nyumbani. Na ndiyo sisi tunavyojisikia nyumbani tukiwa chini ya mama yetu Maria katika maisha yetu ya kila siku, anayetusaidia katika changamoto mbalimbali, lakini pia kutusaidia katika usalama wetu. Mama Maria anajua shida zetu kwa vile yeye mwenyewe katika maisha haya hapa duniani alipita katika shida mbalimbali. Kwa mfano, utabiri wa Simeoni pale hekaluni kwamba upanga ungeingia moyoni mwake ulimfanya Maria yatafakari maneno hayo moyoni. Lakini pia walipokimbilia Misri ili kumnusuru mtoto kutoka kwa mfalme Herode, nayo ilikuwa ni changamoto ambayo ilihitaji ujasiri wa pekee. Alipopotelewa na mwanaye kwa siku 3 wakiwa wakimtafuta, alitambua shida hiyo, na hivyo anaweza kutambua hata shida zetu za kila siku. Lakini kwa namna pekee pia aliposhiriki katika harusi ya Kana, tunaposoma katika Injili ya Yohane sura ya 2 aya 3 mpaka 5, alitambua shida za harusi kwamba wameishiwa kinywaji. Kwa hivyo amekutana na mwanaye Yesu akiwa pia msalabani. Kwa mama mzazi anashuhudia mtoto wake anakufa msalabani, mnajua uchungu wa mwana aujua mzazi. Ameshuhudia mwanaye akifa msalabani. Lakini Yesu mwenyewe akiwa katika mateso makali ametukabidhi sisi mama yetu kwa kupitia mwanafunzi wake aliyempenda Yohana. Anamwambia, huyu ni mama yako. Papa Paulo wa 6 mwaka 1970 alitangaza kuwa kila mwaka Januari itakuwa sherehe ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Katika waraka wake wa kipapa aliandika hivi: adhimisho hili la Januari mosi litafuata liturujia ya mji wa Roma ya toka zamani. Inalenga kukumbuka jinsi Maria alivyoshiriki katika fumbo la ukombozi wetu.
lakini ina maana ya kuleta heshima kwa mama huyu ambaye kwa njia yake tumepata muasisi wa uhai wetu, yaani Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, sherehe hii inatuonesha uhusiano uliopo kati ya Yesu na Maria mama yake, lakini pia uhusiano kati yetu na mama yetu Maria. Adhimisho hili ni mfano tu wa jinsi tunavyoweza kumheshimu mama Maria kwa njia ya sifa zake nyingi. Pia ni msingi wa ufahamu wa nafasi ya Maria katika Ukristo wetu. Siku ya leo ya tarehe 1 Januari, kanisa linatualika pia kuombea amani duniani. Ilianzishwa na Papa Paulo wa Sita mwaka 1967 akiongozwa na waraka wa Papa Yohane wa 23 wa amani duniani, Pacem in Terris, wa mwaka 1963. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku ya 59 ya kuombea amani duniani umebebwa na kauli mbiu hii: amani iwe nanyi nyote, kuelekea amani isiyo na silaha, amani inayopokonya silaha. Ujumbe huu wa Baba Mtakatifu ni muhimu, kwani mahali pengi duniani bado kuna changamoto, kuna vita, hasa katika bara la Afrika, pia kule Sudan, lakini pia majirani zetu DRC Kongo, lakini pia mashariki ya huko Ukraine na Gaza. Na sasa sisi tunaomba kwa maombezi ya Mama Bikira Maria wa amani, tuombe amani na utulivu duniani na hasa pia katika nchi yetu, kutusaidia kuendelea katika maendeleo mengine kama ya elimu, maendeleo